Naitwa Rashid Hassan Shamata, ni mratibu wa mradi huu wa uwezeshaji wa kisheria upatikanaji wa haki, mradi ambao uko chini ya msanii wetu ambaye kwa ni UNDP. Mradi huu ambao kuwa tumepewa kama watu wa Wete Paralegal Organization, jumuiya saidizi wa sheria wilaya Wete. Lengo kubwa la UNDP kutuweza kutuamini kutupa mradi huu ni kuweza kuendeleza yale mapambano ya udhalilishaji katika jamii, hasa katika wilaya Wete. Mradi wetu huu wa kupambana na udhalilishaji ni mradi ambao kuwa ni wa muda wa miaka 2.5, ambapo kuwa tumeanza mwaka jana, tukaenda katika maeneo mbalimbali kwa jamii na tukaanzisha vilabu mbalimbali mashuleni na madrasa na kuweza kufanya midahalo mbalimbali kwenye jamii mbalimbali. Lengo ni kuweza kujadili hizi udhalilishaji maana yake nini, lakini pia na vitu gani vinapelekea udhalilishaji kwenye jamii na athari zake na njia gani tunaweza tukazitumia kama jamii kuweza kutatua mgogoro huu, tatizo hili kubwa ambalo linaonekana ni janga kubwa la jamii. Lengo kubwa pia la UNDP kutusapoti hivi pia ni lile kuweza kusapoti serikali zetu ambazo kwa zote ziko mstari wa mbele katika mapambano haya ya udhalilishaji. Serikali yetu ya Muungano, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiongozwa na Mama Samia iko mbele katika mapambano haya ya udhalilishaji. Pia serikali ya Zanzibar ambayo inaongozwa na jemadari wetu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, naye hayuko nyuma katika swala hili la kupambana na udhalilishaji. Sasa sisi kama upande wa wilaya tukiwa na viongozi wa wilaya vya serikali tunashirikiana na wadau wengine mbalimbali, lakini lengo kubwa ni lile la kuweza kupambana. Kwa sasa hivi mradi tumeuzindua juzi ukizinduliwa na mkuu wa wilaya, lakini kwa niaba ya mkuu wa wilaya, katibu tawala, ambalo kuwa tutakuwa tunaendeleza mikutano mbalimbali kwa jamii. Lengo ni kutoa elimu hii, lakini pia tunatarajia katika mradi huu kuendeleza mapambano haya au elimu hii ya udhalilishaji mashuleni kwa kuanzisha midahalo mbalimbali, lakini pia kutoa elimu hii katika vyombo vya habari ambavyo kuwa wananchi watapata fursa ya kuweza kuuliza maswali mbalimbali na kupata ufafanuzi, kwa sababu pia katika hii tuna partner wetu ambao kufuatana nao ndani ya elimu hizi, wakiwemo kutoka mahakama, wakiwemo kutoka jumuiya za maimamu ambao kwa tunaamini kwamba dini mbalimbali nazo zimepambana, ziko mstari wa mbele. Kwa hiyo tunashirikiana nao pia tunao mawakili. Kwa hiyo kushirikiana na hawa tunao uwezo wa kuweza wananchi kutoa changamoto zao na kuweza kupata ufafanuzi wa kina kupitia wadau hawa ambao kwa tunashirikiana nao. Mradi umetuletea hata kutafuta haki za watu, zile watu uliweza kuelewa haki zao za msingi, kwa sababu legal empowerment kuwezesha kuweza kujua sheria kupata haki zao za msingi, mambo mbalimbali ambayo walikuwa hawaelewi sikuwaelewesha, ili kuweza kufanikisha kabisa kujua hii ni haki yangu ya msingi, hii si haki yangu na kadhalika. Pia mradi unatuwezesha kufanya hivyo sisi. Lengo kuu la mradi huu ni kutoa uelewa kwa jamii katika masuala ya udhalilishaji au masuala ya kupingana na udhalilishaji, kwa sababu tumeona katika jamii masuala ya udhalilishaji ni mingi. Kwa hiyo elimu hii ambayo kwa tunaifanya inaweza kusaidia jamii kujua jinsi mtu anapofanya kitendo cha udhalilishaji hatua zipi aweze kuchukua. Pia lengo jingine la mradi huu ni kuweza kutoa uelewa kwa watendaji wa ndani katika, kwa mfano kama masheha, mashehe na watu mbalimbali. Pia mradi huu lengo lake pia ni kutoa mafunzo pia kwa watu mbalimbali katika jamii, kwa mfano vijana, watu wazima na watoto katika haya masuala ya udhalilishaji, kwa sababu wahanga wakuu katika haya masuala ya udhalilishaji ni wanawake na watoto. Kwa hiyo inapotokea jamii kupata mafunzo haya, wanajua kama mimi ninapofanywa kitendo kama hichi, basi hatua gani niweze kuchukua ili kuweza kuepukana na haya masuala ya udhalilishaji ambao kwa yanafanywa. Lakini kuna msemo unasema kumwelimisha mwanamke mmoja ni sasa na kuelimisha wanawake 10. Kwa hiyo tunahisi kama idadi kubwa ya wanajamii tunaweza kufikia katika mradi huu. Pia malengo mengine ya mradi huu au target ambayo tunaweza kufikia katika mradi huu, tumesema kama katika bajeti yetu mule mpango wetu kazi kama tutafikia watu 500, lakini mpaka sasa tumeweza kuwafikia watu zaidi ya 500.
kwa sababu jamii wameitika na wanahitaji hii taaluma kuweza kuipata ili kuweza kupambana na haya masuala ya udhalilishaji katika jamii. Ukiangalia matokeo makubwa ambayo yanafanyika katika jamii ni watoto wanaodhalilishwa, watoto pamoja na watu wenye ulemavu kupewa majina ambayo si sahihi kutokana na ulemavu. Ulemavu ni kadari ya Allah ambayo kaleta kwa waja wake. Hakuna mtu hata mmoja aliyoandika barua kwa Mwenyezi Mungu kuwa anahitaji ulemavu aina fulani. Kwa kiasi fulani, baada ya kuja na sheria na kuelimisha adhabu na sheria zilizopo katika katiba ya serikali, kwa kweli kama jamii tutashikana shirika, tutazifuata, basi itakuwa ni chachu ya kutatua matatizo yetu. Wasaidizi wa sheria wasifikie kama hichi ndio kikomo, waendelee leo hapa, kesho hata kwenye mashehia zetu. Leo wameita mmoja mmoja, hata kwenye mashehia zetu waje, tutaita mikutano, wapewe elimu kama hii ambayo wamekuja kutupa leo. Mambo yote haya yanayotokezea, kama ingalikuwa kuna malezi ya pamoja, basi makosa mingi au vitendo vingi hivi, uvutaji bangi, makosa ya udhalilishaji, wizi na nini, yasingalitokea kirahisi. Mimi nashauri kwamba mamlaka husika au walimu wa madrasa, walimu wa skuli, maimamu misikitini waanze kuwatanabahisha watu au kuwaambia watu ili kurudi katika malezi ya zamani. Jambo linalofanywa na wasaidizi wa sheria kutoka katika wilaya yetu ya Wete ni jambo ambalo linaweza kuamsha hisia za watu, lakini pia kwa vile limekusudia kupita kwa maimamu, kwa mashehe, walimu wa madrasa, lakini na kwa jamii nzima. Kwa hiyo itakuwa ni sababu au ni chachu ya kutengeneza maadili mazuri, kwa sababu mashehe watakapofahamu au watakapozinduliwa juu ya suala zima la namna gani watoe mazungumzo yao katika misikiti au katika madarasa yao, katika hutuba za Ijumaa, yote itaweza kuchangia ujumbe ule kufika kwa urahisi. Kwa hiyo paralego ya wilaya ya Wete imeona kwanza kuwafikia hawa ni jambo ambalo la kimsingi sana, kwa sababu watakapowafikishia hawa udhalilishaji ni huu, hamasa inatakiwa iwe hivi, sawa. Kwa hiyo mashehe wakaondoka nalo. Shekhe anapozungumza, paralego kazungumza na watu kadhaa, kamchukua shekhe, kamchukua imamu, kamchukua mwalimu wa madrasa, sawa. Lakini mwalimu wa madrasa atazungumza na watoto walionao mzunguko ule waliomzunguka. Shekhe atakwenda kutoa darsa msikitini, itafika kwa haraka. Lakini pia khatibu atakapopanda katika membari yake akalizungumza hili kwa usahihi uliopo, basi litakuwa jamii itawaidhika na litawafika kwa uharaka. Majina naitwa Shufaa Samu Mbwa, sheha wa shehia Ntambwe Kaskazini. Tunashukuru viongozi wetu hawa kwa kutupatia elimu hii siku hadi siku, ambao kwa elimu hii ni msaada mkubwa kwa jamii, na sie kama walengwa tunajitahidi kutoa elimu hii katika jamii ili kukomesha ama kupunguza, lakini lengo letu ni kuondosha kabisa haya changamoto ziliomo kwenye shehia. Katika shehia yangu mie hii ya Mtambwe Kaskazini, hivi vya udhalilishaji kidogo zimezidi, lakini kama zimepungua. Lakini kama tunavyosema, kama udhalilishaji uko aina nyingi, unaoshamiri zaidi ni udhalilishaji wa wizi wa mazao, ambao kwa ule ndio unaathiri kisaikolojia, kwa sababu anapoathirika zaidi ni pale kuwa mtu kashatendewa lile tendo la wizi na kashamjua ni nani aliyemfanyia kile kitendo, kufika sehemu husika, yani asipate haki yake. Kwa hiyo hilo linaumiza sana, lakini tunashukuru jamii, tunaendelea na hii elimu tunayopata hapa, tunakwenda nayo katika jamii, kwa sababu sote tuliopo hapa ni mahususi. Inaonekana ipo haja kama sie ni walengwa wamle katika vijiji vyetu ama shehia zetu, kwa sababu aliopo hapa wote ni kila kijiji kati ya vijiji 11.
Kwa hiyo nategemea kwa pamoja inshallah elimu hii tutaifikisha ili kwa jamii yetu na taifa kwa ujumla. Arif Bakar bin Ali ni mkazi wa Wingwi Michumbani, lakini nafanya kazi chuo cha Al-Madrasati Nurul Islamia iliyopo Wingwi Kichangani, shehia ya Mlindo. Leo tuko katika mafunzo ya udhalilishaji. Alhamdulillah, tumeyapokea vizuri na pia tunatoka hapa kwenda kuyafanyia kazi mafunzo haya ya udhalilishaji katika madrasa zetu na jamii kwa ujumla, ili tuepukane na udhalilishaji katika jamii pamoja na madrasa zetu. Hata pia kwa jumla ya walimu tunavyosikia ilivyo na jamii inavyotuhusisha walimu wa madrasa kwamba ni wakuu au ni wengi wao wanadhalilisha sana upande wa wanafunzi wao, wengine hata kwenye jamii vile vile. Kwa hiyo pia tunaondoka na hili kama ni kwetu ni kigezo au ni mafunzo ambayo tunayapata kwenda kujifunza kwa wajamii, pia na walimu wenzetu kuwaita, kuwaelekeza jinsi ya ukosefu huu. Pia jamii sifikirie kama ni walimu tu wa madrasa ambao ndo wanahusika sana na kufanya udhalilishaji. Wanabakwa tuseme na baba zao wazazi, ambapo tuseme mama yake ana kazi, yani mama yake akishakwenda huko kazini, yule mtoto akishakaa mule ndani yani yule babangu atakwenda mle jumani wa mtoto atafanyia udhalilishaji, ila si kufanywa kama hicho kitendo cha udhalilishaji ndio ukasema mnafanya udhalilishaji. Chengine kwa mfano wewe una ajira, yani utakaajiriwa, yule bosi wako akakwambia vipi, fanya kitu fulani, yani vua nguo zote tufanye kitu fulani nikupe ajira, au nipe 1,000,000 niweze kukupa ajira. Hiyo 1,000,000 tu huwa ni udhalilishaji. Kwa hiyo vitendo vya udhalilishaji vipo katika jamii yetu. Tayari kutoa ushahidi pale ambapo kitatokea kitafanyika kitendo cha udhalilishaji na kisiwe na kuwa na muhali wala nini, kiwe tayari kutoa ushahidi ili apatiwe adhabu kali yule ambaye amefanya uhalifu. Rai yangu ni wazazi watoe elimu za kijinsia kwa watoto wao kuhusu yani madhara, ukifanya hivi utapata madhara gani. Matarajio ambayo kuwa tutayapata kwanza ni jamii kwanza kuwa na mwamko kwa ajili ya kuripoti haya matukio ya udhalilishaji, kwa sababu mtu unapompa elimu kutoka haya masuala ya udhalilishaji atajua mimi baada ya kufanywa hili jambo au kafanywa mwenzangu, basi vipi naweza kuliibua hili tatizo na kuweza kulipeleka pahusika. Sababu sisi lengo letu kubwa ni kutoa huduma za msaada wa kisheria na elimu ya kisheria. Kwa hiyo kupitia hizi programu kwa tumeziandaa, kwa mfano tutafanya follow up kupitia klabu zile ambazo kwa tumezianzisha skuli, pia katika jamii pia ambazo kwa tulisema tushaye kwenda katika jamii, kwa mfano shehia ambazo kwa zimefanyika, kwa mfano kama Mtambwe, kama hapa Kinyasini na sehemu nyingine. Kwa hiyo tutafanya mapitio kwa kila baada ya muda ili kuweza kujua, je, yale mafunzo ambayo tuliyatewa, je, yanafanywa kazi katika ngazi za shehia na jamii kwa ujumla. Kutoka nacho kama jumuiya wasaidizi wa sheria kupitia hii kampeni yetu ya msaada wa kisheria, kwamba tunaenda sasa, tumekushanya yale malalamiko yako ambayo leo tumeweza kuyapatia ufumbuzi, lakini yale ambayo bado hajapatia ufumbuzi mpaka sasa ndo tunaenda kuyashughulikia. Hii kwa ufupi inasababishwa zaidi tuseme na mwananchi wenyewe, kwa sababu mwananchi yeye mwenyewe anajua kwamba hii ni haki yangu ya msingi, lakini anashindwa kufuatilia ile haki yake. Lakini kama tulivyokuambia, sisi ni wasaidizi wa sheria na tupo kuwasaidia watu sheria ili waweze kupata haki zao. Kwa hiyo ndio maana tukajua kwamba kuna mtu anajua hii ni haki, hajui labda kama hii ni haki yangu ya msingi. Kwa hiyo ndio tunapita katika sheria ili kuelewesha hichi ni haki yako ya msingi. Kwa mfano kama hiyo cheti cha kuzaliwa, unakuta unamuona mama labda ana umri wa miaka 40 hadi leo hana cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo sisi kupitia hii kampeni tunashajiisha na wako tayari kutengeneza hivyo vyeti vya kuzaliwa. Kishie tu kwamba wahisani kama walivyotuamini ambao kwa ni UNDP, kauli mbiu tunaisema kwa once paralegal forever. Kwa vile sisi ni wasaidizi wa sheria na kazi yetu ni kutoa msaada wa kisheria, tukiwa na mradi na nje ya mradi, sisi kazi yetu ni kutoa ile msaada wa kisheria kwa jamii. Kisha kwa tumepiga hatua kubwa ya kuhakikisha swala limepungua, swala la udhalilishaji au limeondoka kabisa. Niko vizuri sana, namshukuru Mwenyezi Mungu.